Kwa mimi binafsi ndio yule najua ni Simba damu. Kwa wewe binafsi mtu kwa timu mimi sije kuona. Umeona? Kwa sababu hata kabla hajawa msemaji bado alikuwa ni mtu wa Simba. Lakini si ana fakti zake zinazomfanya wewe Yanga. Yeye fakti yake anayokuja nayo kusema eti alikaa mtaa mmoja. Hapana. Mtu anaweza kama baba yako alikuwa mwenyekiti labda wa klabu moja kati ya hizi mbili. Lakini kwa huendani na baba yako. Kwa hiyo yeye anapotuambia eti kwa sababu kama mtaa ule eti ni Yanga damu alicheza kidalipo hiyo haipo. Sasa katika mtu ambaye amelala Yanga Afrika ni mimi. Mimi Yanga Afrika nimelala vile vyumba vyote navyoona. Wewe mchungaji. Nimelala mimi na ndio kipindi hicho nilikuwa hovyo. Nilikuwa nafanya vurugu napigwa na ule msikiti unaoona pembeni pale. Nimelala sana ule. Ilikuwaje mpaka uko unalala klabuni na wakakukubalia? Nilikuwa ni mtu wa mtaani. Umeona? Nilikuwa ni mtu wa mtaani ukasieleweke. Vile vyumba vya Yanga vyote navifahamu. Sasa utaniambia mimi ni Yanga? Pale nje kulikuwa basi ilikuwa Sharuku ilikuwa upande wa nyuma kule. Nimelala sana. Nimefanya vurugu sana, nimewekwa sana ndani kwa klabu yangu. Kwa hiyo wanaonijua. Leo nikwambia mimi ni mchungaji wanasema naam. Kule ni mchungaji kwa jinsi ulivyokuwa unaona miaka hiyo. Klabu ya Yanga nimelala vyumba vyote vile ninavyokuambia. Kila anachosema sio lala Felix Mixo Mizero cha kwanza kile. Vyote nalifahamu mpaka vile vya mwisho vyote. Na wachezaji walikuwa wananifahamu wote. Lakini bado ulikuwa Simba. Umeelewa? Kwa hiyo kukaa mtaa mmoja, kusema eti mimi eti kwa sababu nilikaa mtaa wa Twiga ni Yanga Afrika, hiyo never. Kwa hiyo uamini kama yeye ni Yanga. Mimi na imani yule ni Simba. Kule tu alishaona mambo kwa nikuuliza swali. Ingekuwa kipindi kile ugomvi ule haupo, angeondoka Simba? Pengine labda angeondoka. Hapana. Yeye angebaki. Sasa aliondoka baada ya kuona alama maelewano hakuna. Ndio maana kajinasibu kwa kujipeleka kule. Maana yake kwamba mambo yangewa mazuri mpaka leo tungekuwa naye. Ndio hicho ninachokwambia. Sasa sema Simba alikuwa na pretend tu anaigiza. Si kweli. Mtu anayeigiza ukimwangalia kwa macho unajua anaigiza na kweli kutoka moyoni unaona anaigiza. Ambaye kubeba screen yule juu. Screen tu akaileta kwa waandishi wa habari bwana. Goli la Kagera lile. Ndio nakueleza. Ndio. Hakuna mchezaji ambaye kumsifia kama Kagera. Mpaka Chama alikuwa anafunga mpaka viatu. Useme ana mapenzi na Simba? Si alikuwa kazini. Pamoja na kazini mtu anaweza kuwa na mambo haya akawa kazini na moyo wake ukawa huko kule. Yule moyo wake ulikuwa Simba na bado uko Simba. Na ndio maana leo analalamika sana. Anakwambia viongozi wa Simba wanapigishana shoti. Anaumia timu yake. Kwani mahaba yanafanya. Anatamani kusema nitaenda kumtaja ambaye anapigisha nini? Timu yake inafanya vibaya. Hapendi ile kuuma. Sasa kuna ataje upande wa pili. Maana yake anaumia. Timu yake inafanya vibaya, tamani ifanye vizuri. Na akatoa angalizo. Msipoangalia Jumapili Jumamosi anaweza kashinda. Jumapili hiyo. Maana yake ni timu ya Simba ikishinda haji anafurahi. Moyoni inawezekana pale akajifanya lakini akaenda kachekea chooni huko. Ile ndio timu yake mpaka atakufa ndio timu yake. Mchungaji bwana tukushukuru kwa muda wako. Saa 6 kamili.